Na hasa katika sehemu ya kwanza nakumbuka tulishia hapa, Bibi Selin alikopo anaambia wakina Jesse pamoja na rafiki zake kuwa katika siku ya birthday yake inatabidi wapendeze, wavae vizuri sana. Yaani kiufupi alikopo anawapa sheria ya siku ya birthday yake. Sasa ngoja tuianze sehemu ya pili, lakini kabla tujaanza subiri nikupe kionjo kifupi cha sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili bwana, tutakutana na tukio ambalo mwamba Jesse ataenda kumkabidhi ice cream Bibi Selin kwa sababu ya kama hongera ya siku yake ya kuzaliwa, lakini alivyomkabidhi na kuondoka kwake anakuja mwamba Ben pale pale. Sasa alivyofika Ben, Bibi Selin akamkaribisha ice cream ale pamoja yeye na Ben. Hivi ashumu kuwa wewe unampelekea mwanamke wako zawadi, alafu mbele ya macho yako wewe unaona mwanamke wako anakula na mwanaume mwingine, wewe kama wewe utajifiliaje? Hiyo bwana ndiyo tukio letu la kubamba sana katika sehemu yetu hii ya pili. Kabla sasa hatujaendelea sana, subiri sasa tuianze sehemu ya pili kiundani, ili mradi upate kujua kila aina tukio lilotokea. Sasa sehemu yetu ya pili bwana inaanza kwa kumuonesha mwamba Ben alikopo anaongea na baba yake, kwa sababu mwamba Ben alikopo akai sehemu moja na baba yake, hivyo basi alikopo anaongea naye kumpa taarifa ni nini kinachoendelea na nini ambacho hakiendelei. Sasa huku upande wa pili kwa Bibi Selin ilikopo siku yake basi imekaribia, basi akawa anapambwa analemba ili mradi ajiandae kwenda katika tukio lake. Sasa muda ulipofika bwana, watu waliwajili sana katika tukio la Bibi Selin. Watu wengi walikuja dakika za mwisho hadi mwamba Ben naye akafika, lakini alipofika Ben basi wale mashikaji wakampata kina Jesse na wenzake, wakaanza kumchimba mkwala kuwa amefaa cha kwanza hajapendeza na anaonekana kama mtu ambaye ni mshamba. Basi walimchimba mkwala sana, lakini mwisho wa siku mwamba Ben akasema kuwa mimi sina haja ya hivyo vyote, kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa sababu ya Selin tu, kwa hiyo mimi sijali chochote kile. Basi wakaanza kumpa bipi sana, lakini mwisho wa siku akamwambia kuwa hii ni shughuli ya watu, hatutakiwi kuijaribu, hivyo basi kama unataka basi nitafuteni kwa wakati wetu, lakini kwa hapa hatuwezi tukaharibu. Basi mwamba akaondoka kidesign ili akaenda katika tukio. Alipofika pale watu walimpokea vizuri, kwa sababu walimpokea vizuri sana kwa sababu walikopo wanamuelewa hivi. Basi na kikosi cha kina Jesse nacho kikafika pale pale kwa sababu ya kuanza tukio. Muda si punde bwana Bibi Selin akaletwa na mama yake, wakamfurahia kwa kumpongeza pale na mama yake akaondoka. Basi shule ikaendelea. Sasa ikafika bwana muda ambao inatabidi watu waanze kucheza. Mwamba Ben akafuata na yule msichana ambaye anamsumbua sana kutaka kucheza naye, lakini Ben alikuwa anakataa. Sasa msichana akamuuliza kuwa hivi kwa sababu gani unanikataa mimi, au shape yangu hailiziki? Akageuka pale ile mradi kumuonesha, lakini Ben akamwambia tu kuwa sijapenda tu kucheza naye kwa sababu mimi nimeamua tu nikae hapa hapa. Huku upande wa pili wakina Jesse walikopo wanaongea. Jesse alichokopo anaongea yeye inatabidi akacheze na Selin. Muda si punde pale pale bwana Ben akawa anacheza na Selin. Walikopo wanacheza, lakini sasa mwamba Jesse akachukia sana lile tukio akaamua kuondoka. Basi birthday ikaishia kama vile. Sasa na ile siku ndio ikaishia kama vile. Siku yake ya pili bwana mwamba Jesse alikuwa yupo shule pale amekaa zake na mawazo. Bibi Selin akamfuata akamwambia kuwa kwa sababu gani uliamua kuondoka katika birthday yangu bila kunitaarifu na wala bila kuniambia chochote. Jesse akamwambia kuwa nimeondoka kwa sababu wewe ulinidharau, ulikuwa unacheza na yule mshamba. Mimi nakuita uongee, unisikilizi wala ufanye chochote. Basi Bibi Selin akaamua tu kumuomba samahani, lakini Jesse akakubali samahani yake. Usichokijua tu msikilizaji wangu, Jesse anampenda Selin, lakini kitu kinachomkwaza sana au kinachomkosesha huyu mtoto ni kuwa anaogopa kumwambia. Sasa kuchelewa kwake utakuja kumponza. Sasa bwana baadaye darasani mwamba Jesse akamletea zawadi Selin. Ndio tukio letu bamba sana katika sehemu yetu hii. Alipomletea zawadi basi rafiki yake akaondoka pale na Selin akaanza kula. Muda si punde mwamba Ben akafika bwana. Kufika wakaanza kuongea kidogo, akamkaribisha ice cream, basi wakaanza kula wote. Ben alimuuliza ice cream hii imetoka kwa nani? Akaambia kuwa amenipatia Jesse. Basi Ben akaanza kuila kwa kumsumbua. Sasa walipoendelea bwana, huku upande wa pili mwamba Jesse akatoka na katika kikao pamoja na marafiki zake. Kilichokuwa kinaongeleka pale bwana ni kwa sababu gani Jesse ameruhusu ice cream yake iliwe na Selin pamoja na mwanaume mwingine. Basi walimweka mtukati pale kwa kuanza kumlaumu sana. Walikuwa wanamlalamikia kwa yeye ni chizi mapenzi, anampenda msichana na anashindwa kufanya kitu chochote kwa ajili ya yule msichana ambaye anampenda. Basi walimlaumu sana na sana. Muda si punde bwana Bibi Selin akafika tena pale pale. Alipofika bwana akaambia kuwa nina shida, kitu changu kimepotea, ndivyo nilikuwa nahitaji hela ili mradi nikanunue. Basi bila kupoteza macho, bila kubebesa macho, mwamba akaingia mfukoni akampa kibunda cha pesa. Basi bibi akaondoka. Pale pale akaanza tena kumlaumu, yani wewe
kweli wewe ni too much kweli, yani tunatoka kukuongelea hapa alafu hapa umegawa hela. Akamwambia hamna bwana, mimi nashindwa kujizuia kumuona yeye. Haya bwana. Sasa tunatoka hadi katika tukio lingine ambayo leo ilikopo ni siku ya mazoezi. Inabidi wafanye mazoezi ili mradi wajiandae na mechi. Sasa katika mazoezi hayo bwana, kulikopo kuna timu mbili na Benjamin alikopo anaonyesha kiwango kizuri sana hadi wanawake wote walikuwa wanamfurahia. Yaani wakina Jesse walikuwa wafurahia, lakini wakina Benjamin walikuwa wanafurahia. Sasa ikafikia hadi mwisho bwana, basi akapongezwa. Akaja yule msichana ambaye anamsumbua kumpata kumletea maji. Akamwambia kuwa mimi hayo maji yako sitoyapokea. Akamuuliza kwa nini, au ni kwa sababu hajakupa seli? Akamwambia hakuna. Lakini kitu ambacho Ben amekifunguka hapa, akamwambia tu kuwa mimi ninampenda Selin. Hivyo basi hizo drama zako unazoniletea kwangu mimi unajisumbua, kwa sababu mimi huwezi kunipata kwa chochote kile, kwa sababu mimi tayari nishampenda Selin, na hiyo ndio ukweli wangu. Basi baada ya kumwambia vile bwana, mwamba akaondoka, bibia akabaki tu na mnyali. Sasa huku upande wa pili bwana, wakina Jesse wakaanza kuongea kuwa yule anaonekana na kiwango kizuri sana, sasa kitu gani tufanye ili mradi tumkomeshe? Basi mwamba Jesse akasema katika mechi nyingine nitamuonesha, nitamchezea vibaya. Siku zikapita bwana, na mechi nyingine ikawadia. Kila mwamba Ben akishika mpira Jesse anakuja anamkata. Kila Ben akishika mpira Jesse anakuja anamkata. Ben mwisho wa siku bwana akakasirika, akamfuata na kwenda kumpiga ngumi, na pale pale bwana ugomvi ukaanza. Sasa baada ya mechi ile bwana, Ben pamoja na Selin walikopo wamekasirikiana. Selin akana mlomo Ben kwa kitu alichokifanya sio kizuri kwa Jesse, kwa sababu kampiga kamuumiza. Hivyo basi akitaka kuendelea urafiki wao inatabidi akamwombe msamaha. Basi alipomwambia vile, Ben bila kujali na kwa sababu anampenda lakini naye hajamwambia, akaenda kumwomba msamaha. Kufika hadi pale akaanza kumwomba msamaha pale, basi ndipo akaambiwa apige magoti. Basi akapiga magoti akaomba msamaha, lakini mwamba Jesse akakubali, akamwambia kwa mimi tayari nimeshakusamehe na wala sina kinyongo na wewe. Basi kusikia vile, mwamba na bibie Selin wakaondoka zao wakiwa wana furaha sana. Sasa bwana, tukio letu ambalo hili ndio linaweza likawa la mwisho katika sehemu yetu ya pili ni ndani ya gari. Ndani ya gari bwana, kuna huyu mwamba huyu Jesse alikopo amemwekea siti bibi Selin ili mradi akija wakae wote. Lakini cha kushangaza, Selin alipofika pale alikopo na mwamba Ben, wakaenda pale wakakaa hadi siti ya nyuma. Basi Jesse alikasirika lakini hakuwa na la kufanya. Basi wana, na hii ndio mwisho wetu wa sehemu yetu ya pili. Lakini cha kukwambia tu kuwa unavyohisi nani atamchukua Selin, kwa sababu Ben anampenda Selin hajamwambia, na Jesse anampenda Selin hajamwambia, na watu wote inaonekana kuwa wanaogopa kumwambia. Kwako wewe msikilizaji wangu, unaona nani anayemchukua Selin na nani ana nafasi kubwa sana ya kumchukua Selin? Basi katika sehemu ya 3 tutapata majibu yote, kwa sababu sehemu ya 3 ndiyo sehemu ya mwisho. Basi ungana na mimi katika channel ya E7 Flix kwa mastori zaidi. Bye. Wake up to the